أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Mungu amsaidie sana. Anasema Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba waja wangu wakuulizapo juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu, na yaitika maombi ya mwombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Mara baada ya kuanza kwa Ramadhan, wazo hili linazalika moyoni ya kwamba mtu azingatie sala, kwani huu ni mwezi wenye baraka. Humo maombi yanapokelewa, hivyo kikawaida watu wanaelekea zaidi kuja miskitini. Mahudhurio ya miskiti yanazidi, iwe sala ya alfajiri au isha. Katika siku za kawaida kwenye sala za alfajiri, maghribi na isha, mahudhurio yanakuwa si makubwa kama yanavyokuwa katika Ramadhan, na hii ni fadhili ya Allah kwamba watu kwa uchache wanafikiri katika siku hizi ya kwamba tuna wajibu wa kwenda miskitini na kumwomba Allah fadhili yake. Msingi wake ndio huu ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema ya kuwa mimi katika siku za Ramadhan nafunga milango ya Jahannam na nafunga shetani na ninafungua milango ya pepo. Kutoka maneno hayo watu wanafikiri kwamba katika mwezi wa Ramadhan pekee kuna haja ya kufanya ibada, na katika Ramadhan maombi yanayofanywa au ibada zinazofanywa ndiyo njia za misamaha yetu. Kuna chaneli za Kiislam zisizo za jamaat, ni chaneli za nchi mbalimbali. Kwenye chaneli hizi hadithi hiyo inaelezwa mara kwa mara, hali fikira hiyo si sahihi. Katika Ramadhan Mwenyezi Mungu ametuelekeza kufanya ibada ili tuifanye kuwa sehemu ya maisha yetu. Kama hiyo haipo, basi ibada za Ramadhan hazitafanya kazi yoyote, bali Allah atasema, mmefanya ibada kwa mwezi mmoja tu, mmefanya nini katika miezi 11? Basi mtu anatakiwa kufutulia mbali uelewa wa namna hiyo, kwamba hii inatosha ya kuwa katika Ramadhan tumeswali na tumestawisha misikiti, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba mtu kwa mujibu wa imani yake na kwa nia ya kupata sawabu anainuka katika mausiku ya Ramadhan kisha anaswali, mazambi yake yaliyotangulia yanasamehewa. Hii ni kauli yake tukufu bila shaka. Sasa mtu anaweza kuwa na fikira hii kwamba mtu akifanya juhudi ya kuzifanya wema hizi kuwa sehemu ya kudumu ya maisha yake, na akizingatia swala, aswali sala ya tahajudi, aswali nafali, hapo katika Ramadhan ataelekea kufanya ibada hizi zaidi. Na watu wenye kufanya ibada, wenye kudumu katika ibada, wao wanafanya ibada kwa fikra hii. Lakini baadhi ya watu wanafahamu kwamba katika Ramadhan
sisi tumeamka usiku, hiyo inatosha. Mtu anaweza kukosea, makosa yanaweza kutendeka kutoka kwake, lakini allah pia ni mwingi wa rehma na mwingi wa ukarimu. yeye ni mwenye kughofiria. Hivyo ametujalia nafasi hii kwamba kama mmetenda makosa katika mwaka, sasa muahidi kwa upya na kisha mufanye juhudi ya kusimama imara juu ya ahadi hii, kwamba siku za usoni mtajitahidi kutimiza haki ya ibada ya allah na mtatekeleza mema yote ambazo allah ametoa amri zake. Basi muislamu anapaswa kukumbuka jambo hili ya kwamba mwenyezi mungu ametoa amri ya kufanya ibada ya ramazan. Ametoa amri hii ili uongofu upatikane ndani mwenu, na uongofu haupatikani katika mwezi moja tu, bali ni kitu kinachohitaji juhudi endelevu. mwenyezi mungu ameeleza jambo hili kwamba mwenyezi mungu analeta ramazan mara kwa mara ili kutukumbusha na kudhihirisha rehema yake, ili mtu ambaye anaweza kusahau aweze kukumbuka tena kuhusu wajibu wake na majukumu yake, akumbuke haki za allah na pia akumbuke haki za binadamu, na kisha aone ya kwamba namna gani anavyoweza kutimiza haki za allah na waja wake, anaweza kutekeleza haki za allah. mwenyezi mungu anaposema ya kwamba saalaka ibadi, waja wangu wakuulizapo, muradi wa waja wangu ni wapenda mungu. Sasa mtu akimpenda mtu fulani, yeye hafanyi hivi kwamba miezi 11 asizihirishe mapenzi yake na azihirishe kwa mwezi moja tu. Mtu anayependa mungu na waja wa mungu, kazi yao ni kudhihirisha mapenzi na upendo wa mungu kwa kudumu, jambo ambalo allah ametoa amri yake. na kama ametenda makosa katika miezi 11, siku hizi afanye juhudi maalum na afanye mpango maalum ili makosa na matendo haya yasitendeke tena. ashiki mkweli anakubali kila jambo la yule anayempenda. watu wa dunia ambao wanapenda wengine, kwao yanakuwa maovu mengi na madhara pia yanaweza kuwafikia, au kwa uchache faida hazipatikani. lakini katika mapenzi ya allah hakuna chochote isipokuwa faida tu, ni faida pekee, kwani huyu ni chemchem wa kila kheri, ni mwenye kusalimisha na kila uovu, ni mwenye kuokoa kutoka kila shida. anasema kwamba niombeni, mufanye dua, mimi nitaitika maombi yenu. na ashiki mkweli ye anaomba ukaribu wa mungu. hivyo yatupasa kufanya juhudi ya kwamba sisi tujitahidi kuomba ukaribu wa mungu kwenye ibada zetu. katika ibada za ramazan tusiombe dua ili kujipatia maslahi zetu za dunia, bali tufanye dua ya kupata ukaribu wa mpendwa wetu. tumwombe mungu ya kwamba ewe allah, utujalie ukaribu wako, utujalie kufanya maombi yenye kukubaliwa, utujalie nafasi ya kukutana nawe, ukubali saumu zetu. na hiyo itakapotokea, kisha hata baada ya ramazan pia haitatendeka uovu vovote, bali mtu ataendelea kupata taufiki ya kutenda mema. mwenyezi mungu ametuelekeza mara kwa mara katika kurani tukufu ya kwamba haki za allah ni zipi, haki za binadamu ni zipi, nini mujitahidi kuzitimiza. hata masihi maud alahsatu wassalam alisema ya kwamba katika kurani tukufu kuna amri 700 na tumeelekezwa kusoma qurani katika ramazan. na tutakaposoma qurani tukufu, hapo tutaweza kutafuta amri zile ambazo allah ametupatia. bali sehemu moja masihi maud amesema kwamba ni zaidi ya 700. basi tutakapotafuta amri hizi na tutajitahidi kutekeleza, na hiyo ndiyo kazi ya ashiki mkweli, ya kwamba kisha afanye juhudi ya kukubali amri za yule anayempenda kwa nguvu zake zote, kwani allah anasema kwamba waambie waja wangu waniamini ili wapate kuongoka.
na imani kamili ndio hii kwamba mtu amtii allah na amtii mtume wake utii wa kweli kama nisemavyo. kisha jingine ni kwamba imani na amali njema ni vitu vinavyokwenda kwa pamoja. hivyo katika aya hiyo imeendikwa vile vile kwamba waseme labeka juu ya amri yangu, na amri ni kwamba watende mema, wafanye amali njema, wasimame juu ya wema, waombe dua wakifanya ibada. kisha allah anasema mimi nitakuwa rafiki yenu, kama asemavyo sehemu nyingine, allahu waliyulazina amanu, ya kwamba mwenyezi mungu anakuwa rafiki wa wale wanaomwamini. na urafiki wa allah na imani itawajalieni ukaribu wa allah. kisha mungu ataendelea kuwajalieni ukaribu wake na mtaendelea kupata maendeleo kwenye ukaribu wake. ukaribu huo hautasimama mahala pamoja, ye atasikiliza maombi yenu. basi katika ramazan yatupasa kufikia daraja hiyo na tutafakari ya kwamba baada yake tukirudi nyuma na tusipotimiza haki za ibada hizi kama tulivyokuwa tukitimiza katika ramazan, na tusipofanya juhudi ya kupata ukaribu wa allah, kisha kivipi allah atakuwa rafiki yetu? allah hawezi kuwa wali tena. mwenyezi mungu pia ameweka masharti kadhaa. kuna masharti ya kukubaliwa kwa maombi. jambo la kwanza ambalo allah amesema ni kwamba mtalazimika kuishi mukiwa mja wangu, mujihirisishie kwangu na muelewe kuwa yeye ni chimbuko la nguvu zote, na msitengeneze miungu ya dunia, msifanye miungu miongo, msiwafanye watu wadogo wadogo kuwa mungu wenu ili kupata faida kutoka kwao. hiyo tena itaingia kwenye ushirikina. hivi karibuni watu wa idara ya ulinzi makhsus kutoka ujerumani walikuja kwangu, waliniuliza swali hili hili kwamba kivipi tunaweza kumfurahisha afisa fulani. nilikuwa nimewaambia kwamba kazi mnayofanya mufanye ili kumridhisha allah, na mtakapofanya kazi ili kumridhisha allah, basi mwenyezi mungu mwenyewe ataelekeza mwelekeo wa maafisa yenu, nao watajitahidi kuboresha hali zenu na watawatendeni kwa rehma na kwa huruma. lakini kitu kikubwa ni hiki hiki ya kwamba mumombe allah rehma na huruma yake na mujitahidi kufuata amri zake. sisi tunatoa mfano wa chaudhri zafullah khan saheb kwamba safari moja namna alivyoonyesha kiherehere chake katika kasri ya malkia, alikuwa ameketi na akaanza kuona saa yake mara kwa mara. maafisa walipomuuliza sababu yake akasema, huu ni wakati wa ibada yangu na sasa wakati wa ibada unakaribia kufika. hii ni amri ya allah ambayo lazima nitekeleze, hivyo sina utulivu, muda huu isije ikaniondoka. na wao wakamwandalia maandalizi yake. huu ni ujasiri na imani ambayo kila ahmadia anatakiwa kuwa nayo. sisi tunatoa mifano, sisi tunatakiwa kuiga mifano hiyo. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza mambo mengi ili kutushawishi na kutuelekeza kuhusu mema. zipo hadisi nyingi. hata masihi maud alayhi salam ambaye ni mtumishi mkweli wa mtume muhammad sasa kwenye zama hizi ametimiza haki yake, na yeye ametuelekeza kuhusu mema. kwenye masharti ya bayati yake masharti mengi ni haya kwamba muzingatie haki za allah na haki za binadamu. basi hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa kuvijali, na tutakapofanya hivyo, hapo allah atakuwa walii wetu, atakuwa rafiki yetu, atasikiliza maombi yetu pia. mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba mwenyezi mungu anasikiliza maombi ya wale wanaofanya subira, na hawasemi kwamba mimi nimefanya maombi mengi na mungu hasikilizi. huo ni ukafiri na ni mambo yanayompeleka mtu mbali na imani. mumini daima anapaswa kujiepusha nayo. basi hivi ni vitu ambavyo kuna haja ya kuelekea. baadhi ya watu wananiindikia kwamba tumefanya maombi mengi. jambo la kwanza ni ya kwamba
maombi hayakufanywa ili kujipatia ukaribu wa allah. wao wamefanya maombi kwa ajili ya maslahi za kidunia na wakafanya pale ambapo maswala haya yalipoibuka. Na tutakapoenda karibu na allah kwa ajili ya kupata utatuzi wa maswala ya kidunia tu, kwa nini mwenyezi mungu atasikiliza maombi haya? Rafiki anatimiza haki ya urafiki pale ambapo kwenye hali ya kawaida vile vile mtu atimize haki ya urafiki na asikilize maongezi yake na akubali, ndipo ye atasikiliza. hivyo daima tukumbuke jambo hili ya kwamba kwa ajili ya maslahi zetu za kidunia tu, kwa ajili ya shughuli zetu za kidunia tu tusiende kwa allah, bali kwa ajili ya kupata ukaribu wake tufanye juhudi ya kufikia kwake. Tutakapofanya hayo, basi mungu akijalia, mungu atakubali maombi yetu na anakubali vile vile na anaitika, kwani mwenyewe amesema kwamba mimi naitika waja wangu. hata masihi maud alahsatu wassalam anasema kwamba hili linakuwa swala la marafiki wawili. mara rafiki moja anakubali rafiki mwingine na mara anamfanya akubali jambo lake. mungu pia anafanya hivyo, lakini kizwahiri anapokataa dua ya muumini, hiyo pia anafanya kwa ajili ya faida yake. hayo ni maelezo na mafhumu ya maongezi ya masihi maud. sasa kusema kwamba nimefanya dua, jambo la kwanza ni kwamba alifanya dua pale ambapo mbele yake kulikuwa na maslahi za kidunia kwa ajili ya dini, kwa ajili ya maboresho yake, kwa ajili ya kupata maendeleo katika dini, kwa ajili ya kupata ukaribu wa allah hakufanya dua. kisha kama ni mumini na saa nyingine baadhi maombi yake hayapokelewi, masihi maud alisema kwamba hili ni swala la urafiki, mara amekubali na mara hakubali, na kile alichokataa humo pia mungu anaona ubora na kheri ya rafiki yake. yapo mambo ambayo hayakubali na badala yake anamjalia ujira na malipo kwa njia zingine. hata masihi maud sehemu nyingine anasema kwamba yani waja wangu wakuulizapo juu yangu kwamba kuna dalili gani juu ya dhati ya mwenyezi mungu, jibu lake ni kwamba mimi nipo karibu sana. yani hakuna haja ya hoja kubwa kubwa, dhati yangu inaweza kueleweka kwa njia nzuri sana, kwa njia rahisi sana. na alisema kwamba dalili yenyewe ni kwamba mtu mwenye kufanya maombi anaponiita mimi nasikiliza, na kwa ilhamu yangu namjalia bishara ya mafanikio, na kwa kupitia kwayo anapata yakini juu ya dhati yangu, na pia anapata yakini kwamba mimi nina uwezo. mwenyezi mungu anaposikiliza anatoa majibu. watu wanafanya kazi katika review of religion wanaendelea kufanya kipindi cha god summit tangu miaka kadhaa katika nyakati mbalimbali. wamefanya mwaka huu pia walikuwa wamefanya, na watu waliendelea kusimulia matukio ya maombi yao yalipokubaliwa, namna allah alivyokubali maombi yao na namna mwenyezi mungu alivyowajalia kupata yakini juu ya dhati ya mwenyezi mungu. lakini sharti ni kwamba alisema kwamba watu wazalishe hali ya uchamungu na hali ya unyenyekevu ndani mwao, kwamba mimi nisikilize sauti yao. mungu anasema kwamba muzalishe hali ya uchamungu, muwe wanyenyekevu ili niweze kusikiliza sauti yenu. anasema kwamba mungu anasema kwamba muzalishe hali ya uchamungu, ndipo nitasikiliza maombi yenu. sasa huruma hii na hali ya uchamungu tutalazimika kujipatia ili kumsikilizisha mwenyezi mungu sauti yetu. kisha alisema kwamba wanatakiwa kuniamini. anatoa ufafanuzi wa aya hii kwamba waniamini, na kabla ya kufikia maarifa ya kamili wakiri kwamba mungu yupo na ana uwezo na nguvu zote, kwani mtu anayeamini yeye anajaaliwa maarifa. mwenyezi mungu amesema katika aya hii kwamba falyastajibuli waliyuminu bi, kwamba wao waseme labaka juu ya jambo langu na waniamini.
alisema kwamba jambo hili ni kwa ajili ya waja wangu. mwenyezi mungu anawaambia waja wake ambao ni waumini wa kweli, ni waja wa kweli. baadhi ya wakati, kama nisemavyo hapo kabla, hali ya udhaifu pia inatokea, ndipo wao waimarishe imani zao wakienda karibu ya allah. Na hali hii itakapopatikana, basi ni mwenyezi mungu ambaye ni mmiliki wa nguvu zote, na mtu ataendelea kupata maendeleo katika imani. mungu atakapoona kwamba mja wangu anajaribu kuja karibu yangu, hapo ataijalia imani maendeleo. kisha alisema kwamba mtu huyu anajaaliwa maarifa, ndipo atakwe kwenye hali hiyo kwamba mungu atasikiliza maombi yake. mtu atatambua uhakika wa mungu, na kama mungu hasikilizi dua yoyote, basi ataujalia moyo wake utulivu, kwamba mtu hatapata wazo kwamba mwenyezi mungu hakusikiliza dua yangu. ye atafikiri na atapata wazo kwamba mwenyezi mungu atatimiza mahitaji yangu kwenye njia nyingine, kwa sura nyingine. alisema kwamba mtu awe na unyenyekevu, awe anatimiza haki za binadamu na pia awe anatimiza haki za mwenyezi mungu. hiyo ni huruma na unyenyekevu. kisha mungu anasema kwamba mimi nitasikiliza dua yako. na kisha mtu anatakiwa kuzidi kwenye imani na yakini, na maarifa itaendelea kupatikana ndani mwake, na mtu ataendelea kuzidi kwenye maarifa. alisema kwamba maarifa ya kamili itaendelea kuzalika ndani mwake. kurani tukufu inayosema kwamba yuminuna bilghaibi, kwamba watu wawe na imani juu ya ghaibu. masihi maud alayhi salam ameeleza ufafanuzi wake ulio mzuri sana. alisema kwamba ghaib pia ni jina la mungu. alisema kwamba kabla ya kufanya dua, mtu awe na yakini kwamba mungu yupo, ambaye anamiliki sifa zisizo na hisabu, ana nguvu na uwezo wa aina zote. kwa yakini hiyo, mtakapoelekea kwa allah na mtainama mbele yake na mtamwomba maombi, kisha nini, mtaweza kumtambua mwenyezi mungu, mtaweza kupata maarifa na mtaona nishani za kupokelewa kwa maombi. watu wengi kwa fadhili ya allah wanaangalia na wanasimulia matukio yao, kama nisemavyo kwamba kwenye kipindi cha god summit watu wengi wameeleza, na kwa hiyo imani yao inaimarika. haitokei hivi kwamba mtu ametamka kwa mdomo kwamba sisi tuna yakini kamili na imani juu ya dhati ya allah, lakini hatekelezi amri zake. na mtu afanye juhudi ya kuswali swala katika ramadhani tu. kama vile misikiti imestawisha siku hizi, misikiti hii inatakiwa kuendelea na watu daima dawamu. ni fadhili ya allah kwamba waahmadia wanazingatia swala, lakini hata saa hizi pia popote pale ambapo kuna mapungufu, wanajamaat wanatakiwa kuangalia mapungufu yao, na wanatakiwa kuona kwamba sisi tuifanye mwezi wa ramadhan mwezi ambao uwe wenye kuinua viwango vya ibada zetu, uwe wenye kutupatia ukaribu wa allah, ili tuweze kuwa watu halisi wa mungu, tuweze kukubali mambo yake, na kisha mwenyezi mungu katika natija yake akubali maombi yetu. hivyo katika ramadhani hii tufanye ahadi kwamba sisi tutahuisha ibada zetu, na kisha kwa ajili yake tutafanya dua kwa allah kwamba mwenyezi mungu atujalie taufiki ya kutimiza ahadi hii, na kisha kwa kutimiza ahadi hii tukitumia nguvu zetu zote tutafanya juhudi hivyo. juhudi hii itakapofanywa, na kwa ajili yake sisi kwa nguvu zetu zote tutaelekea kwa mungu, basi mwenyezi mungu mwenyewe atatujalia kujenga uhusiano wa karibu na allah, kwamba mwenyezi mungu atakuwa rafiki yetu, kama alivyosema kwamba mimi ninakuwa rafiki wa wale
wanaokubali maongezi yangu na mambo yangu. Riwaya moja inaeleza hat ibn umar raziallahu taala anhu alisimulia kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema, mmoja wenu mlango wa dua ulipofunguliwa kana kwamba milango ya rehema imefunguliwa kwa ajili yake, na kitu kinachoombwa kutoka kwa allah, kitu kinachopendeza kwake ni kumwomba mungu afya na siha. Mtume alisema kwamba dua zidi ya majaribio ambayo yamekushafika na zidi ya majaribio ambayo bado hayajafika inatoa faida, na ni waja wa mungu mnalazimu kwamba mushike silaha hii ya dua. Katika siku za ramazan majanga hayatokei tu au shida hazitokei tu, zinaendelea kutokea katika nyakati mbalimbali. Mwenyezi mungu anasema kwamba nini, katika siku hizi tu msifanye dua na maombi, au mkipata shida au mkipata haja ya kuondoa mabalaa msifanye dua wakati ule tu, bali mtume alisema kwamba dua inatusaidia pale ambapo shida na mushkil na majanga bado hayajatokea na yanaweza kutokea wakati wote. Dua inatusaidia kutusalimisha, hivyo muendelee kufanya dua kwa siku zote na mufanye juhudi ya kujikinga kwa allah. Mwenyezi mungu matatizo yalitokea atusalimishe nayo, na neema na zawadi za allah aendelee kutujalia, na siku za usoni kama kuna mushkil inakuja mungu anajua vizuri zaidi, basi mwenyezi mungu atuondolee mabalaa na majanga haya na daima aendelee kutujalia faida. Hali hii itakapotokea ndipo mtu anaweza kuitwa muumini mkweli ambaye mwenyezi mungu amemwingiza katika kundi la waumini. Hivyo katika dua mtakapomwomba mungu njia za kutenda wema, mtume saa salam amesema kwamba mtaweza kupata silaha za kujikinga na majaribio yaliyotokea na mtaendelea kujikinga katika siku za usoni. Hivyo ili kufungua milango hii ya rehema tutatakiwa kuleta mapinduzi katika maisha yetu, kwamba uhusiano wetu na allah uweze kusimama imara, na kwenye kila furaha na ghamu, ziki na faraja tuendelee kuomba fadhili ya mwenyezi mungu. hata abu huraira anasimulia riwaya moja kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema, mungu wetu kila usiku anashuka kwenye mbingu wa karibu, na selusi ya usiku inapobaki mungu anasema kwamba ni nani ambaye aniite na mimi nimpatie jibu la mwito wake, ni nani ambaye aniombe na mimi nimpatie, ni nani ambaye aombe ghufira kutoka kwangu na mimi nimsamehe. Sasa jambo hili halikuunganishwa na ramazan peke yake. Hapo jambo linalozungumzwa ni la kawaida. Mtu anapoomba kutoka kwangu mimi namsamehe katika sehemu ya usiku, mimi namjalia na naitikia wito wake. Hivyo ramazan mwenyezi mungu ametuwezesha nafasi kwamba kwa kuwa wote wanaendelea kufanya ibada, hivyo nini pia katika siku hizi mtakapoelekea upande wa ibada, basi mtazoea kutenda mema hizi, na mtakapozoea, mtakapopata uzoefu katika mwezi huu moja, basi mtafanya juhudi ya kuifanya kuwa sehemu ya maisha yenu. Riwaya moja inasema kwamba mtume saa salam alisema, mtu anayetamani kwamba mwenyezi mungu akubali maombi yake katika muda wa ziki anatakiwa kufanya dua nyingi wakati wa faraja na utulivu, kama ilivyoelezwa hapo kabla kwa mujibu wa hadisi. Hivyo mambo hayo ni muhimu sana, tunatakiwa kuyakumbuka. Tunatakiwa kuwa na uhusiano imara na allah subhanahu wa taala, na sio kwamba tumkimbilie allah katika ziki na shida tu na katika ghamu na tulie mbele yake. Tunatakiwa kufanya juhudi ili tuwe marafiki wa kweli wa mwenyezi mungu, na ili tuweze kumfanya mungu kuwa wali wetu tunatakiwa kuinama mbele yake. Hivyo kama nisemavyo kwamba kwa kufanya juhudi maalum katika hali za kawaida, vile vile tuelekee kwake
na hadisi hii inasema kwamba msimwite allah katika ziki na faraja tu bali daima muendelee kumuita. Riwaya moja inasema kwamba mtume alisema mwenyezi mungu anasema kwamba mimi namtendea mja wangu sawa na zana yake. Wakati ambapo mja ananikumbuka mimi ninakuwa pamoja naye. Kama atanikumbuka kwenye moyo wake mimi nitamkumbuka kwenye moyo wangu. Kama atanikumbuka kwenye majlis mimi nitamkumbuka kwenye majlis iliyo bora zaidi. Kama atanijia hatua moja mimi nitamwendea mkono moja, na kama atanijia mkono moja nitamwendea mikono miwili, na kama atanijia kwa kutembea mimi nitamwendea kwa kukimbia. Hivyo kila ahmadia anapaswa kufanya juhudi kwamba waendelee kumkumbuka mwenyezi mungu daima dawamu, na wafanye juhudi kwamba kila kitendo chetu, kila amali yetu itusaidie kusonga mbele, kila hatua yetu iweze kutupeleka karibu ya allah, ili mwenyezi mungu atujie kwa kukimbia na atusitiri kwenye shuka ya mapenzi yake na atimize mahitajio yetu katika ziki na faraja, kwenye furaha na ghamu. Sisi tuendelee kuwa waja wa mungu. Riwaya moja inasema kwamba mtume saa salam alisema kwamba Zunnun yani Harat Yunus alikuwa amefanya dua moja katika tumbo la samaki kwamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin, na alisema kwamba muislamu yote ambaye atafanya dua hii kwenye majaribio fulani mwenyezi mungu atakubali dua yake. Hivyo hii ni huruma ya mtume saa salam juu yetu kwamba ameendelea kutufahamisha kuhusu maombi mbalimbali. Makosa yanatendeka kutoka binadamu. Mtu saa nyingine anapoghafilika katika kutimiza haki za mwenyezi mungu, lakini hata hivyo mwenyezi mungu ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, na mwenyezi mungu amemfundisha binadamu maombi mbalimbali ndani ya Qur'an tukufu. Kwa nini ametufundisha? Dua na maombi haya yametajwa pamoja na manabii, na mungu ametufundisha dua hizi ili sisi tufanye dua hizi, kwa kuwa hizi ni dua ambazo allah ametufundisha, hivyo allah atakubali. Lakini jambo ni lile lile kwamba kwanza tutimize haki yake. Amri ya falyastajibu li ndiyo mwenyezi mungu aliyoeleza kwamba museme labbaik juu ya jambo langu, musikilize kile nachosema na muhuishe imani yenu. Hivi tunaweza kukagua hali zetu kwamba kwa kiasi gani tunakubali amri za allah subhanahu wa taala. Dua ya Hazrat Yunus ambayo nimesoma akieleza ufafanuzi wake at Masihi Maud alaihissalam anasema kwamba dua hii inatupatia somo moja kwamba mwenyezi mungu anabadilisha takdiri, na kulia na kutoa sadaka tukio litokalo la kaumu ya Hazrat Yunus alaihissalam. Kwenye tukio hilo imeelezwa kwamba hata tuhuma ilitokea au hukumu ilifanywa, hata hivyo dua inabadilisha. Baadhi ya watu wanasema kama nisemavyo kwamba kwa kuwa allah ameandika kwenye takdiri na mungu anajua kwamba hiyo itatokea, kuna haja gani ya kufanya maombi? Kuna haja gani ya kutenda mema? Alisema kwamba mwenyezi mungu amefundisha dua hii, na tukio la Yunus akieleza tukio hilo ametoa uthibitisho kwamba mimi hukumu za takdiri ambazo ni hukumu zangu ninaweza kuzibadilisha. Kama nini muulie na muwe na uhusiano sahihi na allah, na muanze kutenda mema na muanze kuepukana na maovu, na muiname mbele ya allah, muanguke kwenye kizingiti chake na mulie. Anasema kwamba mimi nataka kuwafahamisheni kwamba watu ambao wanafanya dua kabla ya balaa kutoka na wanafanya istighfar na wanatoa sadaka, mungu anawarehemu na anawasalimisha kutoka adhabu ya mungu. Amesema kwamba mabalaa yanapotokea mungu ni mwingi wa rehema, yeye anawasalimisheni kama maombi yenu yawe yenye nia safi na istighfar yenu iwe istighfar ya kweli. Alisema kwamba msisikilize maongezi hayo kama visa, bali muangalie hali zenu na mufanye dua, na muwambie marafiki zenu pia wafanye dua. Istighfar inafanya kazi kama kazi ya ngao zidi ya adhabu ya mungu na mabalaa mbalimbali. Mufanye istighfar. Istighfar ni ngao
na kinga. Mkifanya istighfar basi mwenyezi mungu atawasalimisheni. Kwenye siku za nyuma nilikuwa nimewaambia wahamadia kwamba wafanye dua na nilikuwa nimewaelekeza kuhusu istighfar. Istighfar ni ngao. Alisema, anasema kwamba mwenyezi mungu anasema katika Qur'an tukufu kwamba ma kana Allahu muazibahum wa hum yastaghfirun. Mwenyezi mungu mwenyewe amesema kwamba mungu atafanya nini kwa kuwapatini adhabu kama mnafanya istighfar. Mwenyezi mungu hawapi adhabu ambao wanafanya istighfar. Istighfar iwe ya kweli. Hivyo alisema kwamba kama mnataka kusalimika na adhabu ya mungu basi musome istighfar kwa wingi. Hivyo mwenyezi mungu amesema katika dua hiyo kwamba mwenyezi mungu siye mwenye kuwapatia ni adhabu ilhali nini mnaomba maghfira. Hatmasihi maud kwenye ufafanuzi wake alisema kwamba kama mnataka kusalimika na adhabu ya mungu basi mufanye istighfar kwa wingi. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika riwaya moja kwamba mwenyezi mungu ni mwenye haya, ni mkarimu sana. Mja wake anapoinua mikono miwili yeye anahisi majuto katika kurudisha bila natija. Yani dua inayoombwa kwa ukweli wa moyo mwenyezi mungu hakatai bali anakubali. Hivyo tufanye dua kwa allah na tumwombe allah kwa moyo wa kweli. Tumwombe mungu msamaha wa madhambi yaliyotokea na pia tumwombe mungu taufiki ya kufanya mema katika siku za usoni, na kisha tufanye juhudi ya kusimama imara katika Ramadhan. Pia tufanye juhudi kwa ajili yake na tuendelee kufanya maombi kwa ajili yake, na baada ya Ramadhan pia tufanye juhudi, kisha tuone namna mungu atakavyo tukimbilia na atatusitiri. Atmasihi Maud anasema kwamba kama vile kwenye vitabu vya mwenyezi mungu tofauti imewekwa baina ya mtu mwema na mtu mbaya na daraja zake tofauti zimeelezwa, vivyo hivyo katika kanuni ya mwenyezi mungu kuna tofauti kwa watu wawili ambao mmoja wao akimwelewa mwenyezi mungu kuwa chimbuko la fadhili anamwomba mungu msaada kwa kupitia maombi yake, na mwingine akitegemea mipango yake na misaada ya watu anaona kwamba dua ni kama kichekesho na anaishi kwenye hali ya kibri. Mtu ambaye anamwomba mungu katika shida na kwenye msiba na anamwomba mungu kwamba amsaidie, sharti ni kwamba afikishe dua kwenye ukamilifu wake. Hili ni sharti kwamba yeye afikishe dua kwenye ukamilifu wake. Yeye anapata utulivu wa kweli na furaha kutoka kwa allah, na hata asipofanikiwa kwenye jambo lake mwenyezi mungu anamjalia utulivu na amani kwa njia nyingine, na alisema kwamba yeye lazima anafanikiwa na pia anafanikiwa na imani yake pia inaimarika na yakini yake inazidi. Tuone mambo hayo kwamba sisi tunatakiwa kupata fadhili ya allah, na mungu ameweka tofauti baina ya mtu mwema na mtu mbaya. Yani mtu aliye mwema anamwona mungu kuwa chimbuko la fadhili za aina zote na anaona kwamba kila fadhili anapata kutoka kwa mungu na anamwomba mungu nguvu. Huyu ni mumini kwa yakini. Lakini mwingine ambaye ana kibri, yeye hapati hali hiyo. Ye anaona kwamba mimi kwa kutumia mbinu za kidunia nitapata mengi. Hali hiyo ikitokea, basi mwenyezi mungu katika wakati fulani anawakamata. Katika riwaya moja inapatikana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kuhusu mtume kuna riwaya moja kwamba alipokuwa akiinuka kwenye majlis fulani alikuwa anafanya dua kwamba ewe allah utujalie hofu yako ambayo iwe kizuizi baina yetu na baina ya madhambi yetu, na sisi tusitende uasi, na sisi utujalie daraja ya utii ile ambayo kwa sababu yake utufikishe peponi,
na utujalie yakini ambayo kwayo uturahisishie misiba ya dunia. e allah utujalie kunufaika na masikio, macho na nguvu zetu katika maisha yote, na utufanye tuwe warisi wa wema, na mtu akifanya dhuluma juu yetu uchukue kisasi kutoka kwake, na mtu ambaye ni adui wetu utusaidie zidi yake, na utusalimishe kutoka majaribio yote katika dini, na ufanye kwamba tusiangukie dunia, yani dunia isiwe ghamu yetu kubwa, na pia dunia isiwe shabaha yetu, yani elimu yetu na fikra zetu zisiishie kuhusu dunia tu. Na alisema kwamba usimfanye mtu kuwa mtawala wetu ambaye asiturehemu na asitutendee kwa huruma. Hivyo daima dua hii ikumbukwe. Hii ndio dua ambayo mtume alifanya kwa Mungu iliyojaa uchungu. Mtume saa salam ametupatia dua hiyo. Hivyo sisi tunafanya dua kwa Allah kwamba nguvu zetu zote, viungo vyetu, macho, masikio, pua, ulimi, ubongo, moyo, kila kitu, Mwenyezi Mungu awe mwenye kutunufaisha na kila kiungo chetu kiweze kumshukuru Allah, na sisi tuweze kuwa warisi wa neema zake, na Mwenyezi Mungu atusalimishe na wazalimu. Na siku hizi hali iliyo duniani nchini Pakistan, katika sehemu zingine Bangladesh, na katika maeneo mengine nchi zingine Algeria na kadhalik, au mahala pengine nchi za Afrika, baadhi ya makundi yameendelea kuwateka watu. Mashambulio yanatokea kutoka baadhi ya makundi, na haya ni makundi ambayo hata serikali zikiyaogopa zinakubali mambo yao. Hivyo tufanye dua kwa Allah kwamba Mungu atusalimishe na wazalimu hawa na achukue kisasi kutoka kwao, na wale walio maadui zetu wewe utusaidie zidi yao. Na hivyo tutakapofanya maombi katika Ramadhan, basi Mwenyezi Mungu atazalisha mapinduzi ya ajabu, na kisha tutaona kwamba hata kama ni Sheikh wa Pakistan au mtu mwenye nguvu au mtu mwenye nguvu wa serikali yote, ye hataweza kutupatia madhara yote. Na kama tutainama mbele ya Allah kwa ikhlasi, Mungu atakuja kutusaidia na atatimiza haki ya kuwa wali wetu na rafiki yetu. Hata Masihi Maud anasema njia ya kupata fadhili ni dua, na viungo vya dua ni hivi ambavyo dua iwe na uchungu, iwe na unyenyekevu. Mtu afanye dua kwa unyenyekevu kwa moyo wote. Alisema kwamba dua inayojaa unyenyekevu na uchungu wa moyo inavutia fadhili ya Mwenyezi Mungu na inakubaliwa na inatujalia kufikia shabaha yetu. Lakini mushkil ndiyo hii kwamba hiyo pia haiwezi kutokea bila fadhili ya Allah, na tiba yake ndiyo hii kwamba mtu aendelee kufanya dua hata kama asione shauku, lakini asichoke. Hata kama apate ladha katika dua au asipate, aendelee kufanya dua kwamba mimi sina kizingiti kingine min ghairi yako, siwezi kwenda mahala popote, siwezi kwenda kwa mtu yote mwingine. Hivyo nimekaa kwako kwenye kizingiti chako, na moyo wangu hautapata utulivu mpaka ukubali maombi yangu. Alisema kwamba aendelee kufanya dua kwa njia hiyo hiyo, kisha hali itapatikana ambapo wakati fulani hali yake hiyo itashika rangi ya dua kweli. Anasema kwamba ili mtu aweze kufanya dua kweli anahitaji dua. Alisema kwamba watu wengi wanafanya dua na moyo wao unachoka na wanatamka kwamba hakuna mafanikio. Alisema kwamba nasaha yangu ndiyo hii kwamba katika kuchuja udongo huu kuna baraka, yani katika kuchuja udongo huu kuna baraka, kwani mtu atapata lulu kutoka udongo huo huo. Kama anataka kupata shabaha, basi atapata tu. Watu wanaotafuta dhahabu wanajua, wanaotumia njia mbalimbali za kienyeji, wanakaa karibu na mito na wanaendelea kuchuja udongo na mchanga kwa chujio, na wanachuja sana, kisha wanapata dhahabu kiasi kidogo.
na wanafurahi sana, wanatumia siku nyingi. Hivyo mtakapo inama mbele ya allah basi mtapata baraka. Alisema kwamba mwishowe lulu inapatikana kutoka hiyo hiyo, na siku inawadia ambapo moyo wake unaafiki na ulimi wake, na kisha unyenyekevu ambao ni kipengele cha dua unapatikana. Alisema anayeamka usiku, yani hata kama asiwe na shauku, na hata hivyo akiswali swala haraka haraka, katika hali hiyo pia kama anafanya dua kwamba ewe mungu wangu, moyo wangu ni katika utawala wako, wewe usafishe moyo wangu, na katika hali hiyo akimwomba mungu faraja, basi atapata faraja. Hii ni hali ya moyo, kwamba mwenyezi mungu atazalisha hali fulani katika tabia yake, kwamba ataanza kuhisi shauku kwenye ibada, na kizuizi cha moyo kitaondoka, na unyenyekevu utapatikana katika tabia yake, na ataweza kupata mwelekeo wa kufanya maombi, na maombi yataanza kutoka moyoni mwake. Alisema kwamba huu ndio wakati ambao ni wakati wa kupokelewa kwa maombi. Hali hiyo ikipatikana, basi muelewe kwamba ni hali na muda wa kukubaliwa kwa maombi. Ataona kwamba roho yake imeyeyuka kwenye kizingiti cha mungu, kana kwamba ni tone ambalo limeanguka kutoka juu kwenda chini. Hii ni hali ambayo inamfanya mtu kushika unyenyekevu, na mtu anapoendelea na hali hiyo, basi mwenyezi mungu anamjalia unyenyekevu na uchungu, na kisha athari za kupokelewa kwa maombi zinaanza kudhihiri na kutokea. kisha masihi maud alaihissalam anasema kwamba yule mungu ambaye tunawaita watu kwake ni mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, mwenye haya, mkweli, mnyofu na mwenye kuwarehemu wanyenyekevu. hivyo nyini pia muwe wanyofu kwake na mufanye dua kwa ukweli na kwa unyofu wote, kwamba yeye atawarehemuni. mujitenge na makelele ya dunia na msiipe dini rangi ya mizozo ya kibinadamu. kwa ajili ya mungu mukubali kushindwa, hapo mtakuwa warisi wa ushindi mkubwa. Alisema kwamba katika mambo madogo madogo kwenye mambo ya kidunia mtalazimika kusalimika nayo. kwa ajili ya kupata ukaribu wa mungu mtalazimika kuepukana nayo. mtalazimika kutimiza haki za binadamu, mtalazimika kutimiza haki za jamaa zinu, mtalazimika na kutakuwa na haja ya kutimiza haki za marafiki. ndipo mtaweza kupata mwelekeo wa kutimiza haki za allah, na kisha mtu ataona nishani ya kupokelewa kwa maombi. Anasema kwamba neema ya kwanza ya dua ndiyo hii, kwamba mabadiliko matakatifu yanatokea kwa binadamu, kitu ambacho ni muhimu kwa ajili ya dua, kwamba mtu apate mabadiliko matakatifu. mabadiliko hayo hayatokei kwenye ramazan tu, bali yanatokea kwa siku zote. ndipo mtu anaona athari ya dua. kisha alisema kwamba kwa kupitia mabadiliko hayo mwenyezi mungu pia anabadilisha sifa zake, na sifa zake haziwezi kubadilika, lakini kwa ajili ya yule anayejibadilisha dhihirisho lake tofauti linatokea. sio maana kwamba sifa zake zinabadilika, bali sifa za mungu ambazo ni rehema na za fadhili mwenyezi mungu anaziharakisha na anamjalia binadamu. Alisema kwamba dunia haijui mambo hayo. hali hii inapotokea kwa binadamu anapokuwa wa mungu, inaonekana kwamba yule mungu si yule, ni mwingine, ilhali hakuna mungu mwingine, bali dhihirisho jipya linatokea na linadhihirisha katika rangi mpya. ndipo katika shani hiyo mwenyezi mungu anafanya kazi kwa wale wanaojibadilisha, kazi ambayo hawafanyi kwa ajili ya wengine. watu wanasema kwamba hii ni kudra ya mungu, hiyo itatokea tu. sasa kivipi tufanye dua na dua yetu itakubaliwa? kama dua itafanywa kwa nia njema, basi mwenyezi mungu anabadilisha takdiri, mungu anabadilisha hukumu zake, na mwisho mbaya unabadilika kwenye mwisho mwema. hivyo kuna haja ya kujikita sana katika maombi, na ramazani hii tuifanye ramazan ambayo iwe ramazani ya kupokelewa kwa maombi yetu, iwe ramazani ya kujiletea mabadiliko matakatifu, na kisha
hatua hiyo iwe sehemu ya kudumu ya maisha yetu na mwenyezi mungu atusalimishe na maadui na wazalimu wote na atusalimishe na wapinzani wote. Mungu atujalie taufiki kwamba ramazani hii tuweze kuifanya kuwa njia ya kujiletea mabadiliko matakatifu na kisha mabadiliko hayo matakatifu yawe sehemu ya kudumu ya maisha yetu. तब्दीली पैदा करने के जरिया बना लें और फिर ये पाक तब्दीली हमारी ज़िंदगियों का दायमी हिस्सा बन जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر